Inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imewezesha mamlaka ya kupiga hatua kubwa katika kuhakikisha wakazi wa jiji la Arusha na maeneo yote yanayohudumiwa wanapata huduma endelevu ya maji safi na salama, sambamba na kuboresha huduma ya usafi wa mazingira. Ili kuhakikisha utoaji wa huduma unafanyika kwa ufanisi, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha iliamua kugawa kanda 10 ili kuweza kutoa huduma kwa ufanisi. Na kanda hizo ni kama zifuatazo. Tuna kanda ya kati ambayo inahudumia katikati ya jiji la Arusha. Tuna kanda ya Lemala ambayo inatoka nje kidogo ya Arusha kuelekea Njiro. Tuna kanda ya Mshono ambayo inahudumia maeneo ya kuelekea Mshono. Tuna kanda ya Muriet chini ya Ring Road. Tuna kanda ya Usa River maeneo ya Arumeru. Tuna kanda ya Ngaramtoni ambayo inahudumia maeneo ya juu kama unaelekea barabara ya Nairobi. Tuna kanda ya Monduli ambayo inahudumia maeneo ya wilaya ya Monduli. Tuna kanda ya Longido ambayo inahudumia maeneo ya Longido kuelekea mpaka Namanga, mpakani mwa nchi ya Kenya na Tanzania. Tuna kanda ya Merelani. Hii inahudumia wilaya ya Simanjiro mkoa wa Manyara, ambapo tangia tumepata uhuru eneo hilo lilikuwa halijawahi kupata maji safi na salama, lakini kwa jitihada ya rais wetu kwa kipindi cha miaka 4 maeneo ya Simanjiro, Merelani wameweza kupata maji. Na tuna kanda ya mwisho, kanda ya Safari City ambayo inahudumia maeneo ya ukanda wa Safari City. Ndugu wanahabari, mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni kama ifuatavyo. Namba 1, ongezeko la upatikanaji wa maji safi na salama. Mamlaka imefanikiwa kuongeza kiwango cha upatikanaji wa maji kutoka lita milioni 40 mpaka zaidi ya lita milioni 200 kwa siku. Ongezeko hili limetokana na kukamilika kwa mradi mkubwa ambao unajulikana kwa ni mradi wa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi na mazingira jiji la Arusha wenye thamani ya bilioni 520. Namba 2, ongezeko la utoaji wa huduma ya maji taka. Katika kipindi cha miaka 4, mamlaka imepanua mtandao wa maji taka kutoka kilomita 61.3 hadi kufikia kilomita 270. Huo ni mtandao wa maji taka. Vile vile imeongeza wateja kutoka wateja 6222 hadi kufikia wateja 10892. Vile vile serikali ya awamu ya 6 imewezesha upatikanaji wa magari 4 ya kunyonya maji taka kwa ajili ya kuhudumia maeneo ya pembezoni mwa jiji pamoja na mitambo ya kuzibua mifumo ya maji taka. Kama nilivyoeleza hapa kwamba tuna kilomita 270 ni mtandao wa maji taka, tayari watu wameshajiunga. Lakini bado tuna maeneo ambapo mtandao wa maji taka hujafika. Sasa tutawahudumiaje? Serikali imeamua kutoa magari 4 ambapo kama septic tank ikijaa tunaenda kunyonya kwenda kumwaga sehemu ambapo panastahili. Vile vile tumeweza kujenga mabwawa 18 ambayo yanaweza kutibu lita milioni 22 kwa siku, kutoka mabwawa ya zamani ambayo yalikuwa yanaweza kutibu lita milioni 3.5 kwa siku. Kwa unaona kwamba tuna improvement moja kubwa sana. Mabwawa 18 tunayo anaerobic pond 2, facultative pond 8 na maturation ponds 8. Kwa hiyo ukijumulisha tunapata pondi 18. Na kwa Tanzania nzima katika mamlaka ya maji ya Arusha ndio inaongoza kuwa na mtambo mzuri wa kuweza kutibu maji safi na salama. Na yakishatibiwa yakitoka hapa tunaelekeza kwenda mtoni. Lakini baadaye tumejiongeza zaidi tukaona hapana, yasiende mtoni tu, wananchi wameanza kuyatumia kwa ajili ya kilimo. Kutokana na juhudi hizi, utoaji wa huduma maji taka umeongezeka kutoka 7.6 hadi kufikia 39.5. Hali ya huduma. Katika kipindi cha miaka 4, mamlaka imefanikiwa kufanya mambo yafuatayo. Upatikanaji wa maji katika jiji la Arusha umefikia 99 kutoka 68. Mahitaji ya maji kwa jiji la Arusha na maeneo yanayohudumiwa ni lita milioni 139.
kama nilivyosema kwamba mahitaji ni lita milioni 139, lakini uzalishaji tunaweza kuzalisha zaidi ya lita milioni 200. Kwa unaona bado tuna excess. Sasa na hii excess serikali imeona kwamba tusikae na excess tumeiweka tu. Mamlaka sasa imepanga kupeleka maji mpaka Nanja. Kwa wale ambao wanajua Nanja, toka Monduli unaenda mpaka Nanja, walikuwa hajawahi kupata maji safi na salama. Tunavyoongea mkandarasi yuko site kupeleka maji maeneo ya Nanja. Vile vile kuna maeneo ya Mlangalini walikuwa hajawahi kupata maji kule. Tunavyoongea mwisho wa mwezi huu tunazindua mradi wa kupeleka maji Mlangalini kupitia mradi mkubwa huu wa maji safi na salama wa bilioni 520. Vile vile mamlaka imeongeza muda wa upatikanaji wa huduma ya maji kutoka masaa 11 hadi kufikia masaa 22 kwa siku upatikanaji wa maji. Kwa hiyo unaona kama nilivyoeleza hapa awali, mwanzo tulikuwa tunapata lita milioni 60 kwa siku. Kwa hiyo tulikuwa tuna mgao mkali katika jiji letu la Arusha. Lakini baada ya upatikanaji wa maji kwa sasa maji yanapatikana kwa muda wa masaa 22. Na bado tunajiongeza, tunatarajia angalau yapatikane kwa muda wa masaa 24 kama hapata kuwepo na changamoto za kiufundi. Zaidi ya watu milioni 1 sasa wananufaika na huduma ya maji safi kutoka watu 400,000. Serikali imewezesha upatikanaji wa magari mawili ya usambazaji wa maji safi kwa ajili ya kutoa huduma sehemu ambazo bado mtandao wa maji safi haujafika. Kwa hiyo tunazo boza kwa ajili ya kusambaza maji kuelekea sehemu ambazo bado mtandao wa maji safi hatujafika.